Kwa hiyo tukasema safari festival hii ihusishe, tunajua kina mama kina baba wanajishughulisha na shughuli za samaki, kuna wavuvi, lakini kuna wanaokaanga, kuna wanaouza kwa jumla. Sasa sisi tukasema iendane sambamba na swala zima la nishati safi, tuhamasishe matumizi ya nishati safi, kwa sababu mnyororo huu wa masuala ya uchumi wa blue inahusisha mambo ya biashara ya samaki na mengineyo. Kwa hiyo tuko hapa, tumepata wadau ndugu zetu wa Oryx Energies, walikuja wametoa mafunzo jana, matumizi ya nishati safi kupitia majiko haya ya gesi na namna ambavyo wao wanaunga mkono serikali yetu ya awamu ya 6 kwenye swala zima la nishati safi. Kwa mara ya kwanza nchi yetu hii ilikuwa na matumizi makubwa ya mkaa. Nchi yetu hii watu walikuwa na vuna sana miti kwa ajili ya mkaa. Nchi yetu hii watu wengi wameathirika kutokana na magonjwa yanayotokana na nishati chafu, moshi, kuni, hususan kina mama, magonjwa ya mfumo ya hewa, kina mama macho yanakuwa mekundu, vifua na mambo mbalimbali ambayo tafiti inaonyesha kulikuwa na vifo vingi takriban 33 kwa mwaka inavyosemekana, na ilivyokuwepo hiyo hali. Kwa hiyo ni gharama kubwa kwa serikali pia kwa ajili ya matibabu ya magonjwa hayo. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais akaja na huu mkakati wa nishati safi, kupunguza kama sikumaliza matumizi ya mkaa, matumizi ya kuni na matumizi ya nishati chafu nyingine. Na miongoni mwa nishati safi ni hii hapa gesi, gesi ya majumbani LPG, ambayo kuna makampuni mbalimbali, lakini sisi leo tumefarijika, tuna Oryx Energies ambao wamekuja kutuunga mkono na kuwagaia wananchi majiko haya kutumia gesi 600, na waliopatiwa hapa leo ni wale ambao wakaanga samaki, wale ambao ni mamalishe, wale ambao wanafanya biashara ndogo ndogo za mamalishe, lakini kuna kina baba pia hapa mmewaona wale wanafanya kazi ya mnyororo wa thamani, watengeneza mwani, nao tumewapatia majiko haya. Kwa mimi kama mbunge na pia ni mwenyekiti wa kamati ya nishati na madini ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi yetu kama kamati ni kuhakikisha kwamba ile mipango ya serikali inatekelezeka kupitia Bunge la Jamhuri ya Muungano. Sisi Bagamoyo tunawashukuru sana Oryx Energy. Ni kampuni ambayo tuko nayo karibu sana, ni kampuni ambayo imetuunga mkono sana katika jitihada zetu za kuhamasisha matumizi ya nishati safi hapa Bagamoyo. Leo tu kwa mfano wanagawa majiko karibu 600, sio yenye thamani zaidi ya milioni 40. Sisi wana Bagamoyo hatuna la kusema. Tunamshukuru sana mkurugenzi wa Oryx Energy kwa kazi kubwa ambayo anaifanya, lakini kwa kutambua kwamba bila juhudi zao sisi shughuli zetu na mikakati yetu ya kupambana na uharibifu wa mazingira hauwezi kufanikiwa. Tunawashukuru sana Oryx, na sisi tutaendelea kuwa marafiki wa Oryx milele, kwa sababu tunaona namna ambavyo wanaunga mkono juhudi zetu za kuhakikisha kwamba kila mwana Bagamoyo anatumia nishati safi. Sisi wana Bagamoyo ni kati ya wilaya ambayo kwa kweli lazima tupambane kwa juhudi zote kuhakikisha tunaachana na matumizi ya kuni na nishati zingine ambazo zinachafua mazingira, kwa sababu sisi tunazalisha samaki, ni wavuvi wazuri. Tukivua samaki wetu lazima aidha wachemshwe au wakaangwe. Kwa hiyo tulikuwa tunatumia kuni nyingi sana kukaanga samaki, tulikuwa tunatumia mkaa mwingi sana kukaanga samaki, lakini tumeona tukiendelea kufanya hivyo na mkaa huu unatoka Bagamoyo, kwa hiyo misitu inateketea. Tunaona njia pekee na pia ni washukuru kukubaliana kwa kweli na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambao ndio champion wa nishati safi. Kwa kuanzia tulisema taasisi zetu zote, kuanzia soko la samaki ambako ndo tunakaanga sana samaki, tuweke majiko ya nishati safi pale. Samaki sisi tunakaanga kwa kutumia majiko ya gesi, tumeachana na kuni. Tumeenda hivyo mpaka kwenye shule zetu za msingi na sekondari na kwenye taasisi ambazo zina mikusanyiko, tumesema ni lazima watumie nishati safi. Katika eventi ya Samaki Festival, sambamba na hivyo tumegawa mitungi 600 kwa mama ntilie na wadau mbalimbali hapa Bagamoyo. Huu ni mwendelezo wa kampeni yetu ya nishati safi, ambapo kushirikiana na serikali hadi sasa kuanzia mwaka 2021 tumegawa mitungi takriban 72,000 yenye thamani ya bilioni 5.7. Hizi ni juhudi ambazo tunazifanya ili kukomesha utumiaji wa
mkaa na kuni, ambayo ina athari kubwa sio tu kwa mazingira lakini kwa afya ya mtumiaji. Kama Oryx kwa sasa hivi tunafanya uwekezaji mkubwa ili kuendana na sera ya serikali ya nishati safi. Hivi saizi tumewekeza kwenye ghala jipya ambalo litagharimu takriban bilioni 40 ili kuhakikisha kwamba tunaongeza usambazaji wetu wa gesi nchi nzima. Na kama nilivyoeleza awali, leo tumegawa mitungi 600 yenye thamani ya milioni 48, lakini tutakuja tena ili kuangalia ni namna gani tunaendelea kuwasaidia wananchi wa Bagamoyo katika utumiaji wa gesi. Hivi punde tutaenda kwenye soko la samaki ambapo tutaangalia ni uwekezaji gani ambao tunaweza tukaufanya kama tuliofanya pale Dar es Salaam. Kama mnavyoelewa, Dar es Salaam kwenye soko letu la feri tumewekeza kwenye back storage, yani mtungi mkubwa ambapo watumiaji pale wa samaki, wakaangaji wa samaki wameconnect kutoka kwenye huo mtungi. Hiyo inawarahisishia sio tu kwenye nishati safi lakini pia kwenye gharama ya utumiaji. Kwa hiyo tutaenda kwenye soko la samaki hapa Bagamoyo, tuende kufanya upembuzi yakinifu ili pia tuweze kuwekeza kwenye hili soko, lakini tutazunguka nchi nzima kuangalia ni namna gani tunashirikiana na serikali kwenye maeneo ambapo kuna utumiaji mkubwa wa kuni. Sambamba na hivyo, kama Oryx tunajua saizi serikali ina malengo ya kufikisha 80% ya watumiaji wa nishati safi hadi kufika mwaka 2020 na 34. Hadi saizi kama mnavyojua tuko 29%, lakini ongezeko hili walaji watumiaji wa gesi wengi wameachwa bila kupewa mafunzo. Kwa kuliona hili, Oryx tumeanzisha kitengo cha mafunzo ya nishati safi ambapo tunavitumia vikundi mbalimbali, tunazunguka nchini, tunawafundisha jinsi ya kutumia nishati safi kwa ajili ya usalama wao. Kwa kina mama wote tunapenda kushukuru kwa hiki kilichotokea leo. Kwanza tunapenda kumshukuru Mheshimiwa Rais Samia Suluhu pamoja na Mheshimiwa Mbunge Subira Mgaru kwa kutupatia hii mitungi ya gesi, kwa sababu imeondoa kero nyingi za wakina mama. Maana wakina mama sisi, wakina baba wanatuachia hela tu, asemi hii ya mkaa, hii ya nini. Kwa hiyo kuanzia leo hii imetusaidia kiasi kikubwa, hatunui mkaa wala tupikii kuni, tutatupikia gesi. Kwa hiyo kiupande huo mimi namshukuru kwa hii fursa tuliyopata leo. Tunashukuru kwa kupata mitungi ya gesi tukapikie majumbani. Mungu awape maisha marefu. Sasa hivi kuni na mkaa ni bye bye. Sisi vile vibubu vyetu badala ya kununua kuni au mkaa, sasa tutakuwa tunanunua gesi. Tunashukuru tu kwa kupata nishati safi, tutapika kwa wakati, tutapika kwa usalama. Itatuondolea changamoto ya kupika kuni na mkaa, kwa sababu kwanza kuni na mkaa sasa hivi vimekuwa gharama, havipatikani kama vilivyokuwa vikipatikana huko nyuma. Kwa hivyo hii Oryx itatusaidia kwenye matumizi yetu. Changamoto zile za kuni na mkaa tena tutaachana nazo.